Wachuuzi katika soko la Gikomba wamepoteza mali yenye thamani ya mamilioni baada ya moto kuteketeza vibanda vyao upande wa mbao na samani asubuhi ya leo. Chanzo cha moto huo hakijabainika, lakini mashahidi wanadai kuwa walisikia mlipuko mwendo wa saa 9 za usiku uliosababisha moto huo. Kabla kufika kwa wazima moto, wachuuzi walikuwa washapata hasara kubwa. Kwengineko, polisi kutoka eneo la Naivasha wamekamata kundi la akina mama kutoka Gilgil wanaosemekana kuwa wagema wa pombe haramu. Wanawake hao walishikwa na zaidi ya lita 2,000 za chang'aa na kangara. Pombe hiyo ilinaswa pale maafisa wa polisi walifanya msako katika mtaa wa Bondeni ambapo pombe hiyo huchuzwa. Hata hivyo, pombe hiyo ilimwagwa yote ili isipate wa kuistiri. Huku hayo yakijiri, zaidi ya watu 300 wamekimbia makwao kutoka eneo la kati la Isiolo wiki jana baada ya madai ya ukosefu wa ulinzi, na hii sasa wamepiga kambi katika kituo cha polisi wakitaka serikali wasaidie kurejea makwao. Kwingineko, wafanyikazi kutoka baraza la jiji wamesita kufanya kazi huku wakitaka nyongeza katika mishahara yao na marupurupu. Wanasema kuwa hawajalipwa katika miezi ya Februari na kushindwa kujikimu kimaisha. Kulingana na wakubwa wa muungano, wafanyikazi hao hawajapewa jibu la kuhakikisha kuwa mishahara hiyo italipwa. Hivyo basi, wafanyikazi hao wameonya dhidi ya kugoma endapo matatizo yao hayatashughulikiwa. Saida Swale, KTN leo.